Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 23 mwezi wa 6 kipindi chetu cha Utopeleo Riziki Yetu ya kila siku kinaendelea. Karibu ufuatane nami katika mfululizo huu kwa sehemu ya 3 ya kile chombo cha 3 cha kuletea mafanikio ya kiuchumi ambacho ni biashara ama ujasiriamali. Na hapa tunaongea kanuni ya muda na biashara. Tumeshakuwa na mifululizo kama miwili kwenye kipengele hiki. Kama ni mara yako ya kwanza au ulikosa vipindi viwili vitatu nyuma, nikushauri urudi uweze kufuatilia vile vipindi vilivyopita. Lakini tunajibu swali kubwa hapa ya kwamba muda gani unatosha kusema biashara yako haina faida, au muda gani unatosha ili uweze kufungua biashara nyingine ya pili au tawi la biashara yako, na pia muda gani unatosha kuweza kusema sasa naweza nikawaachia wasimamizi biashara yangu. Tumeshajibu maswali hayo na tunaendelea kujibu, na leo naendelea kuonyesha tena ufanisi kwenye biashara yako unakuja namna gani kulingana na ambavyo Biblia imefungamanisha muda na biashara. Na tayari tumejibu swali la kwanza ya kwamba mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 4 faida ya biashara yako haitakiwi kuguswa, hautakiwi kuitumia. Mwaka wa kwanza hadi mwaka wa 3 rudisha hiyo faida kwenye biashara. Hiyo ni Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 23 hadi 25. Mwaka wa 4 utaigusa faida yako kwa kutoa sadaka ya shukrani kwa Bwana. Mwaka wa 5 Biblia imesema sasa unaweza kuanza kutumia faida yako. Wengi wakifanya biashara mwaka wa kwanza, mwaka wa pili wanaona inawapa faida, wanaanza kutumia faida yao. Wengine wanaanza kujenga nyumba, wengine kununua magari kwa matumizi yao binafsi, na hiyo ni kinyume na Biblia. Biblia inaagiza angalau miaka 4 yote ya kwanza ya biashara yako, hata kama inakupa faida namna gani, faida urudisha kwenye biashara. Mwaka wa 5 sasa unaweza kuanza kutumia faida yako. Na ukijaribu kanuni hii utaona ongezeko la ajabu sana kwenye biashara yako. Kama ni mfanyakazi kadhalika, mshahara wako kiasi ambacho unatakiwa kusave, unafuata kanuni hii ambayo tunaongea. Jana nikakuongezea mwaka wa 6 na mwaka wa 7 ambao Biblia inatuonyesha mwaka wa 6 endelea kufanya kazi, endelea kukusanya faida. Na kimsingi Biblia inaonyesha ukikaa vizuri kwenye hii miaka 5 ukafuata hii kanuni, Biblia inatuonyesha kama mwaka wa 6 utapata ongezeko mara 3. Utapata faida ya miaka 3 mbele zaidi. Ndipo Biblia inavyoagiza. Na mwaka wa 7 inaagiza ni mwaka wa kupumzika. Usifanye kazi, usivune. Na nikakwambia jana mimi nashauri mwaka huu wa 7 mambo mawili makubwa yatokee. Moja, uwe ni mwaka sasa wa kutoa faida au bonus kwa wafanyakazi wako, motisha kwa wafanyakazi wako kwa faida ya mwaka huo ambao unaipata. Lakini pili, ndio mwaka sasa Biblia inasema kustarehe. Usilime nchi, maana yake unaweza kupumzika, kuanza kufanya kazi za biashara ambayo umeianzisha sasa. Unaweza kuanza kuachia wafanyakazi na kufanya delegation nyingine kwenye biashara. Na hayo yote tumejifunza kwenye Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 23-25 na Mambo ya Walawi sura ya 25 mstari wa 3 hadi mstari wa 7. Na leo nataka nikuongezee tena mistari mingine. Mambo ya Walawi sura ya 25 mstari wa 18 hadi wa 22. Mambo ya Walawi sura ya 25 mstari wa 18 hadi 22. Biblia inasema, kwa sababu hii zitendeni amri zangu, mkazishike hukumu zangu na kuzifanya, nanyi mtakaa katika hiyo nchi salama. Nayo nchi itazaa matunda yake, nanyi mtakula na kushiba na kuketi humo salama. Angalia, na kama mkisema, je, mwaka wa 7 tutakula nini? Kumbuka mwaka wa 7 Biblia iliagiza usifanye kazi wala usichume matunda. Maana yake faida ya mwaka wa 7 usiitumie. Ndio nikashauri wapi wafanya kazi. Sasa Biblia inasema kama faida ya mwaka wa 7 yote utaitoa, swali la msingi linalojiuliza nitakula nini? Na hilo ni swali la msingi sana. Angalieni, hatutapanda mbegu wala kukusanya maongeo yetu. Tutakula nini kama hatufanyi biashara mwaka wa 7? Hatuchukui faida ya mwaka huo kama tumewaachia wafanyakazi, tutakula nini? Mstari wa 21, ndipo nitawaamria baraka yangu, Biblia inasema, iwe juu yenu mwaka wa 6. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha kwamba kumbe mwaka wa 7 tusipofanya kazi, baraka ya mwaka wa 6 ndio itakayotutunza. Ndio Biblia inavyosema, nayo utazaa matunda hesabu ya miaka 3. Mwaka wa 6 utazaa matunda hesabu ya miaka 3. Na mwaka wa 8 mtapanda mbegu. Kwa 7 mnapumzika,
wa 8 unapanda mbegu na kuyala yale matunda. Umeona? Akiba hiyo ya zamani hata mwaka wa 9, mwaka wa 9, hata matunda yake yatakapoletwa ndani, mtakula hiyo akiba ya zamani. Umeona? Biblia inasema hivi, ukishika hizi kanuni, mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3, matunda, faida ya biashara yako irudishe kwenye biashara, endelee kuzalisha. Mwaka wa 4, faida chukua, toa sadaka ya shukrani kwa Bwana. Mwaka wa 5, anza kula, anza kutumia hiyo faida. Hiyo itaachia ongezeko. Ile Mambo ya Walawi 19:25 ndivyo inavyosema kwamba sasa ukianza kula faida mwaka wa 5, umejibana kwa miaka 4, Mungu ataanza kukuletea ongezeko kwenye biashara unayofanya. Na hilo ongezeko litaleta baraka ambayo mwaka wa 6 utakupa mara 3 zaidi ya ulichokuwa unakipata. Mara 3 zaidi ya ulichokuwa unakipata kitazaliwa mwaka wa 6, kwa sababu umeshika kanuni ya mwaka wa kwanza hadi wa 5. Na hicho kitakachozaliwa mwaka wa 6 kitakupa chakula cha mwaka wa 7, mwaka wa 8 na mwaka wa 9. Anasema miaka 3 mtakula kilichozalishwa ongezeko, kilichozalishwa mwaka wa 6, ongezeko la mwaka wa 6. Mwaka wa 6 utakuwa na chakula chake, lakini atakupa na mwaka wa 7 na mwaka wa 8 na mwaka wa 9. Kwa kimsingi mwaka wa 6 utapata mara 4 ya kile ambacho ulitakiwa kupata, ili uwe na chakula cha mwaka wa 6 na mwaka wa 7 ambao utakuwa ni pumziko. Mwaka wa 8 utaendelea kufanya biashara, mwaka wa 9 utaendelea kufanya biashara. Lakini Biblia inasema faida ya mwaka wa 8, mwaka wa 9 hautaigusa, kwa sababu utakuwa unatunzwa na faida ya mwaka wa 6 ambayo imetoka kwenye mwaka wa 6. Kwa hiyo mwaka wa kwanza hadi wa 5 nimebeba msingi wa ongezeko lako la kiuchumi, kibiashara. Kimsingi mwaka wa kwanza hadi wa 4 umebeba ongezeko. Ukiishi hizo kanuni ukajibana kwa miaka 4, kinachotokea ni ongezeko la mwaka wa 5 ambao utatumia. Mwaka wa 6 unapata mara 3 zaidi. Ndivyo Biblia inavyosema. Ili unavyostalia mwaka wa 7 unakula chakula cha mwaka wa 6. Mwaka wa 7 tena unakitoa kama sadaka kwa wafanyakazi wako, kama bonus, kama ongezeko. Na sasa unaweza kuanza kuachia biashara yako kwa wasimamizi, na utakuwa una uhakika wa miaka 3 mbele ambao Mungu amekupa toka mwaka wa 6, na ndivyo Biblia inavyosema. Mungu akubariki sana. Kesho nitaendelea kukupa au nitakuletea hitimisho la kanuni hii ya muda na biashara, kama Mungu atatujalia kumaliza. Vinginevyo labda tutaendelea siku 2-3 mbele. Uwe na siku njema hata tutakapoonana kesho asubuhi.